works when his children work. Nataka nikusaidie Mkristo mwenzangu. Wewe ulipopokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hata wale wameokoka hapa leo, umeingiza mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana katika maisha yako. Mtawala mwenye kila kitu. Wakati unasema Yesu na uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, he comes in. And let me tell you, unaweza kuwa mwembamba, unaweza kuwa hata ulilala njaa jana, unaweza kuwa hata uko namna gani, unaweza kuwa unasikia mwili ni mdhaifu. But let me tell you, una Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme ndani ya maisha yako. Amen. Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunamwakilisha huyu mkuu aliye ndani mwetu. Tuhakikisha kwamba anasikilizwa, anaeleweka, anafikia watu. Now when we do that, let me tell you, and allow me to say this, kwa sababu tumezungumzia mambo yanayohusu pia baraka. Amen? Amen. I want to tell you, hata pengine vitu yenye nawazungumzia hizi, zenye nawaambia, tumekuwa na miezi ya stewardship, na tukakuwa na miezi ambayo ilikuwa ni ya seed sowing, ya kwamba ilikuwa baraka ambazo ni zetu. Sometimes hata hivi vitu vyenye tunazungumzia, kuna uwezekano vipo na watu pale nje. And when we work, hallelujah, amen. When we work, yes, Jesus Christ works. Amen. It is very important, mwana wa Mungu, ujue haukuokolewa kukaa tu. Uliokolewa ufanye kazi. Yes. Yesu alikutoa dhambini ili na ufanye kazi ya kuwaleta wengine kwa Bwana Yesu. Amen. Na kwa njia hiyo Yesu anafanya kazi. Amen. Praise his holy name. Amen. Oh, nilipokuwa ninapita through this message again and again, moyo wangu ulibarikiwa na ukainuliwa. Na ukafurahi kwa sababu nilijua kwamba ukumbe wakati ninafanya lolote kumhusu Mungu, Mungu naye anafanya kazi katika maisha yangu. Amen. So tulisoma katika Kiswahili the book of Mark. Thank you, Jesus. Is it working or not working? Yes. It's okay. I know we have yes. Jesus works when we work. I'm reading again from my New International Version. Ninasoma Mark chapter 16 and verse 15. One of the greatest words ambazo Yesu alipeana. My Bible says this. He said to them, this is Jesus. He said to them, wale 11 na wengine waliokuwa wanampenda Yesu waliitwa wanafunzi. Jesus said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Someone say all creation. Kila mtu, na viongozi wangu mfuate hiyo maneno, isikuwe tu ni hadithi na mazungumzo. Fikieni all creation with the good news of our Lord Jesus Christ. Akawaambia nendeni, mstari ufuatao unasema, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Tukihubiri injili bila mkoa wa Efeso ulifanya kazi hapa, tunakuwa tumepita mtihani. Wale ambao wanaamini, hukumu inaondoka kwao. Wanabatizwa na wanakaa wana wa Mungu. Na wale bado, damu yao tumenawa. Hukumu inakaa juu ya maisha yao. Hatuwezi ulizwa lolote. The Bible says in verse 17, and these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. Sasa hii ndio glossolia. Wacha ile ya Pentecost ya last Sunday. They can speak in new tongues for the sake of preaching the gospel. Mungu ana uwezo wa kukuwezesha. No swali ogopa. Biblia kila wakati inatilia mkazo wana wa Mungu tusio waoga. Kwa sababu unaweza kuhubiri injili kwa njia nyingi sana. Jina la Yesu libarikiwe. Na Yesu ana uwezo wa kukusaidia. Sijui nani nilikuwa naeleza wiki hii. Nikamwambia kwamba wazungu huwa wanakuja katika mataifa yetu na wanahubiri injili
kwa lugha yao na hiyo injili inasikika. Hata wewe unaweza kuhubiri injili kwa lugha yako na ikasikika mahali ikaleta mageuzi. Haleluya. Do not fear. Unaweza. Ishara na miujiza zitawafuata wale wanaamini. They will pick up snakes. Imagine unashika nyoka na zitatuangamiza. The Bible says with their hands, and when they drink deadly poison. Bwana asifiwe. Najua dunia hii ina majaribu na mambo yake. Ina shida zake. Tunaweza kumbana na mambo yenye yanataka kutumaliza. The Bible says hata tunywe sumu tutapona katika jina la Yesu Kristo. Nothing will hurt them. They will place their hands on the sick and they will be healed in Jesus' name. Amen. There is even healing today. Thank you so much. Hata uponyaji hapa huko. Mikono yetu itawekwa juu ya wagonjwa na watapona katika jina la Yesu. Wiki hii Alhamisi nilikuwa na ushuhuda. Ushuhuda wa mama moja. Baya alipata mtoto. Na mtoto akawa amegeuka ni shida kwa maisha yake. Na matatizo mengi yakapata. Thank you so much. Pigia huyo dada makofi mazuri. I'm always happy ukiwa around. Na huyu dada siku moja akawa akajaribu waganga, akajaribu nini, it never worked. Siku moja akakutana tuna mhubiri. Na mhubiri atia kulangi, hata maziwa kunyesha mtoto hakuna nsoni, mapepo imeamua tu kwamba yeye kuteseka. Kitu cha kwanza, Yesu akaingizwa ndani ya maisha ya huyu mama. Vile tu Yesu ameingia ndani ya maisha haya. The very moment Yesu aliingia kwa maisha ya huyu mama, mama akaingia dunia nyingine. Kitu cha kwanza, mama alipopewa kikombe cha chai na mandazi kanisani, alikula. Kakunywa chai na akaitisha ya pili. Kumaliza hiyo, akasema leta mtoto wangu. Wale walikuja na yeye wakasema, sasa huyu mtoto, huyu anapiganga mtoto anataka kuua. Wewe pia yeye. Mama akatuonyesha mtoto wake. Alitoka kanisani, amepona mpaka siku ya leo. Amen. Hiyo hata ukienda ulize daktari, uponyaji wa aina hiyo unakujaje? Maandiko yanasema wale wanaondoka kufanya kazi ili Yesu afanye kazi kupitia maisha yao, watawekea wagonjwa mikono na kwa jina la Yesu watapona. Amen. Sisi wahubiri hatuponyi watu, lakini Yesu tunayembeba anaponya watu. Amen. Sasa sisi kazi yetu ni kuombea wagonjwa. Na Yesu aliye ndani mwetu na aliye ndani mwao, yeye huponya. By the way, wainjilisti wenye mko hapa muwe careful. Sababu mara nyingi wainjilisti huwa tunajawa na hali ya kusisimuka sana. Mpaka inafika wakati tunaambiwa watu, leteni wagonjwa wote kwangu nitawaponya. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni chukizo. Hiyo hata ni matukano kwa Mwenyezi Mungu. Na ni matukano kwa Roho Mtakatifu. Hakuna mhubiri yeyote anaponya mtu. Lakini Yesu aliye ndani ya mhubiri ndiye anaponya mtu. Somebody say amen. Amen. That is the gospel and that's the truth. No one heals people. Na siku moja utakutana na wengine hawatakuogopa. Watakwambia unasema unaponyanga wagonjwa. Twende na wewe hospitali. Wagonjwa ni wengi sana, hata kuponya hapo. Utawapona. Na kama ni hivyo, wahubiri wenye tuko zingine tumeponya wagonjwa wetu hospitali. We don't do that. But Jesus heals people. Amen. Kazi yetu ni kuweka Yesu ndani ya watu. Na hata sometimes hatuombi, hata kuweka mikono, tunaweka tu Yesu in their lives. Na Yesu akiingia ndani, anaondoa mambo mabaya ndani ya mtu na mtu anabaki na mambo mazuri. Hallelujah. See kama ulipata the last part of these scriptures. The last part of these scriptures is very powerful. Because it says, verse 19, after the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. Wale wanataka kuuza Yesu hapo wapi? Hata saa hii amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba yetu. Nini anatufanyia katika Romans chapter 8? Anatuombea. Hata wakati sisi tuna udhaifu wa maombi, yeye anatuombea. Na anaomba katika kuugua, yeye hata maombi yetu yanasikika mbele sana. Wacha nikwambie Mkristo, are you ready for this? Yes. Unaona huduma ya uombezi. Wewe umeokoka, unampenda Yesu. Iko wakati unaweza kumbwa hata na matatizo na shida whereby hata kuomba ni ngumu. Let me tell you, kile ufanye tu kwa moyo wako, usisahau Mungu. Yesu anaomba kwa hali ya kulia na kuugua pamoja na Roho Mtakatifu kuhakikisha maombi yetu yanasikizwa. Amen. Hata saa hii amekaa hapo saa anatuombea. Alipaa kaenda mbinguni akakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, na alipokaa pale, verse 20 inasema, then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed
his word by the signs that accompanied it. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. When they had this, last Sunday we compared the Great Command and the Great Commission. Yes. After receiving that, they went all over the world. Na wakaenda, na wakaanza kueneza neno la Mungu. Na maandiko yanasema kazi ya Mungu ilikuwa kuhakikisha kwamba anathibitisha kwa ishara na miujiza kuwafuata. Marko mwenye kuandika hii, ukisoma Acts chapter 13 verse 13, utampata akiwa ni kijana anaitwa John Mark, ambaye hata kwenda kazi kia kuhubiri anajibandika kwa Paulo kwenda kuhubiri Injili, siku 2-3 anawachanisha Paulo huko anarudi home. Yaani anajiona kama hawezi, lakini leo hii anaandikia Wakristo ambao walikuwa very strong. He writes to the Christians in Rome. Kwanza a Jew writing to Gentiles. Hiyo haikuwa ujasiri unaotokana na mtu. Ni ujasiri unatokana na Mungu. Kuambia kwamba Jesus Christ died and rose from the dead. And he can enter into your life and change you when you are in Rome. It was not a joke. 54 and 56 after the death of Jesus. This is the time whereby the church was passing through a lot of persecutions, a lot of difficulties. Emperor Nero amechoma the capital of Rome kwa moto yeye mwenyewe. Anaangalia city ya Rome hivi na pride inamwingia. Anasema ninataka nijenge mji tofauti wenye utaleta sifa kwangu kama emperor wa wakati huo. Na akaamrisha kama askari wake na yeye mwenyewe kuchoma the entire city like the entire of Eldoret being burnt down. Sasa ile mji ulianguka chini, akasikitika. Kwa sababu kazi hiyo imefanywa kwa miaka mingi, akaanza kusema nitairudishaje kwa muda kidogo. Sasa ile hapo katika hiyo shida, tena ile pepo iliyomwingia kuchoma inasema sasa sema ni Wakristo ndio wamechoma. Guess what happened to Christians by that time? Serikali ilianza kuhold Christians kama wanyama. Ati wao ndio wamechoma the city of Rome. And yet they are not the ones. They burnt them, they killed them, they persecuted them, they did all kinds of evil they did. The man of God by the name John Mark, as young as he is, he writes to say, even in those persecutions, when you work, Jesus Christ works. Amen. What's the case? By the way, the historians like Papas Mungine, there is a pope who wrote a very good history. He says, walikuwa naangalia wa jamaa huko sahili wanateswa, wanachomwa na moto, wengine wanaliwa na simba, and badala waliwe wakilia, walikaanga kule wakisema hallelujah, 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 tutaimba hallelujah kule mbinguni, hallelujah tutaimba na malaika, hallelujah tutaimba. What kind of people are these? They are dying and they are rejoicing. Jesus works when we work. Beba kufanya kazi. I tell you wanaume, let us work kwa mijengo. Bethel House itajengeka. And people will glorify God because of that work. Praise His holy name. 3 things I want to put across and that. Number 1, the power to witness comes from Jesus. The power to do witnessing comes from Jesus. That is why ibada leo nimeambia Mungu nisaidie. Nataka tu Yesu asikike sana kuliko chochote kile. Kwa sababu nguvu ya sisi kuishi, the way dadangu ameimba hapa, nguvu ya kupona, nguvu ya kueneza Injili, nguvu ya chochote kile inatoka kwa Yesu mwenyewe. The power to do what I'm telling you to do has nothing to do with you. Let me tell you, it has nothing to do with umesoma sana ama hujasoma sana. It has nothing to do with kwamba una pesa ama hauna pesa. It just needs Jesus to be inside. Amen. And when Jesus is inside, the power to do His work will automatically come. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. You can read for yourself Colossians chapter 1 verse 25 to 27. Colossians 1, 25 to 27, and you will see this. In fact, napenda verse 27 ambayo inasema, to them God has chosen to make known among the Gentiles
The glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Hallelujah. Yesu ndani mwetu ndiye analeta nguvu za kuhakikisha kazi inafanyika. Amen. If you open the book of Acts chapter 4, utapata hao wanaume ambao walieneza injili na akina mama na akina wote wanaitwa pia kwamba fishermen of Galilee, wavuvi wa samaki wa Galilaya. Peter and John anaambia kiwete amka. Sio yeye anasema. Alisema katika jina la Yesu anazeta amka na utembee. Na kiwete anatembea. Wakati serikali ina wagrade inasema kwamba the unschooled, watu wenye hata hawakanyaga shule ya mtu. Ndio, hawakanyaga shule ya mtu, but they hate Jesus in their lives. Amen. That's why usishangae Munisha akisema nikimpata Yesu nimepata vyote. Yes, praise the name of Jesus. Amen. And it is true. Mimi naishi kumshukuru Mungu kwa sababu ya kukua na Bwana Yesu. Ninajua with Jesus I have everything. Amen. The power to do the work of our Lord Jesus Christ comes from Jesus. Usiwahi mwache Yesu. Yeye ndiye the source of power. Bwana Yesu asifiwe. I can preach this and preach this because I know. Yesu wakati anafanya kazi hana chochote cha heshima ya kibinadamu. Unaweza kuwa na heshima yako, unaweza kuwa na style zako na mipango yako, lakini Yesu anachukua njia yake. Kwa sababu yeye hashiriki utukufu na mwanadamu. Yeye ni wa kipekee na anabaki wa kipekee hivyo. He does his things the way it is supposed to be done because he is God. Yes. Tunyenyekee chini ya huyu Mungu. Secondly, salvation is by the grace of God through faith in Christ Jesus. Amen. Salvation is by the grace of God through Christ Jesus our Lord. Wapendwa, wokovu haukuji kwa matendo. By the way, I have to read this because it is very strong and very true. Good deeds has never saved anyone. Sure. And will never save. Matendo mazuri haijaiokoa mtu na haitawahi okoa mtu. Utangangana na matendo mazuri, utashangaa hayatakupa wokovu, yanaweza hata kukupeleka jehanamu. Now listen to me. I repeat it again. Matendo, good deeds, has never saved anyone and will never save anyone. Hayokoi na haitawahi okoa. Anayeokoa ni Yesu kwa imani na kwa neema. Na ukishaokoka, Yesu ameingia kwa maisha yako kwa neema na kwa kuamini. Sasa Yesu atendaye matendo ndani mwetu anaanza kutusaidia kutenda matendo mazuri. Ndio unaona kama tulikuwa wezi, tunawacha wizi. Kama tulikuwa walevi, tunawacha ulevi. Kama tulikuwa fitina, tunaacha fitina. Kama tulikuwa wachawi, tunaacha uchawi. Kwa sababu sasa Jesus in me anaanza kucreate matendo mazuri ndani mwetu. Matendo mazuri hayaokowi. Anayeokoa ni Yesu kwa neema, kwa imani. Alafu Yesu anaweka matendo mema ndani mwetu. Jina la Yesu libarikiwe. Waefeso ukisoma chapter 2 verse 10. Matendo mazuri tuliumbwa tangu mwanzo. God created that we should be doers of good works, but we failed. We failed. That is why sasa the grace came in. Grace means what? Favor ambayo we do not deserve. Yes, it came in. The favor yenye we do not deserve ikakuja, and that favor ndio inaokoa mtu. Praise the name of Jesus. Kwa neema. Hallelujah. Na hiyo neema inapookoa mtu inasaidia mtu kwenda mbele. Nimeona sometimes Wakristo wakitaka kutembea na condemnation. Muone ati ameokoka. Naona vile anafanya. Let me tell you. Hata hao wenye wanaonyeshana vidole ndio wanafanyanga mabaya sana. Hujasikia? Hao wenye wanaonyeshana mikono ndio wanafanyanga mabaya sana. Take for example. Hata Eldoret. Ni wangapi wamecommit adultery? Jana na hata leo. Ni wangapi? Wengi. Hata wengine labda zaidi kwa ibada. But wacha isikike pastor. Hata sisi haikuangi ati nini. Inakuwa tu amepita na kamrembo na kalikuwa kamepaka midomo na macho na viatu mrefu. Pastor wetu siku hizi ni aje.
Ondoka kwa condemnation. Wokovu si matendo, wokovu ni neema. Na neema ikiingia, tunaanza kujua barabara za kupita na barabara za kutopita. Haleluya. Tunaanza kujua mambo ya kuongea na ya kutoongea. Tunaanza kujua mambo ya kufanya na ya kutofanya. Na tunaanza kuwa na focus ya matendo ya kumtukuza Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Matendo hayaokoi, neema inaokoa. Our master's heart and the desire of Jesus is to see us telling others the good news of salvation. What is the good news of salvation? Jesus was born. Jesus lived a life like the life we are living. Unajua the best thing with our master Jesus ni kwamba aliishi kama sisi. Hello? Aliishi maisha yenye tunapitia. Yesu njaa alikuwa nayo. Yesu mahali pa kulala kuna siku alikosa. Paka wanafunzi wake wanamwambia kwamba twende penye unaishi tuonyeshe. Anawaambia kwamba poleni. Hata ndege wana mahali wanalala pale. But huyu mwana wa Adamu hata mahali pa kuweka kichwa hana. Let me help you something. Unaona hata wale tunajitanga ati ndio sasa sisi sijui tunajita hilo jina ati tumeishiwa. Some of us are not even some of us. I can say all of us. Kama ni kupimwa na uwezo wa dunia hii, we are richer than Jesus. We are richer than Jesus. Yeye hata mahali pa kuweka kichwa hakuwa nayo. Lakini wewe leo umelala mahali. Na sasa hivi kutoka hapo tunaenda mahali. Imagine standard yenye Yesu aliishi nayo dunia hii akiwa Mungu. Sisi sote tunamshinda. Tunamshinda. Unapotembea na kusema, "Oh, mimi sina, mimi nini?" Unakashifu tu kipawa kizuri cha wokovu ambacho Mungu amekupa. Wewe endelea kuishi ukijua kwamba nina Mungu ndani mwako. Yesu aliye ndani mwako, he lived a life. The gospel ni kwamba he died on the cross for our sins. Jesus rose from the dead on the third day. Jesus is alive. And Jesus who is alive saves. Anaokoa. That is the gospel. Bwana asifiwe. Preach that good news. Na mtu akiuliza wewe Yesu anaokoaje? Aliniokoa mimi, anaweza kukuokoa. Vile aliniokoa tu ndio vile anaweza kuokoa wewe. Hallelujah. Preach the gospel message of our Lord Jesus Christ to all people. Hiyo umepewa na Yesu ubiri. Finally, the Bible says signs and wonders follow those who believe in the gospel. Hallelujah. Na hii nilianza nayo na namaliza nayo. Wakati unamweka Yesu mbele na kuhubiri injili, ishara na miujiza zitafuata. Wacha nisaidie Wakristo wa kisasa. Whenever the gospel is preached right, signs and wonders will just follow. Kwa nini nasema nisaidie Mkristo wa kisasa? Mkristo wa kisasa ugonjwa alio nao ni kutafuta ishara na miujiza. Kisikia muombezi hapo kwa mlima huu, unakimbia huko. Kisikia hapo mtoni, unaenda huko. Kuna wale hata mnaendanga mnamwagiwa hata maji ya waganga na wachawi kwa vitu. Na wanajificha kwa jina ni waombezi. Ni waombezi. Na unaenda. Nataka ukomae kidogo. Jiulize hiyo kwenda umeenda kwa hawa. Wamekusaidia na nini? Alafu wanawalipisha. Na Yesu injili yake anasema nilipewa bure, nilitoa bure, toeni bure. Just imagine mtu tu mzima hivi kwenda kwa mtu. Alafu wengine wanaambianga kutupa. Ninaambia toa viatu ndio ingia. Wacha hii chache ona mnaingia tuna viatu zenu. Na hiyo mwanadamu hataki unatoa viatu. Mnaenda, mnakaishwa. Chini, unakaishwa kaka skuli Kenya hata akaeleweka. Kaa hapo. Unaacha tu kitu yako mzuri kama unaenda kama skuli. Unaona hata kaza sisi tumekupangia kitu mzuri. Unaona kaa hapo. Nafanyia vituko vyenye havina maana. Wana wa Mungu 21st century. We must grow up. Tunahubiri injili ambayo imekuwepo miaka zaidi ya 2000 sasa. Ishara na miujiza zinawafuata wale wanaamini. Sio sisi kutafuta, wacha zitufuate. Jina la Yesu libarikiwe. Ishara zitatufuata. Sijui ni Mr. Hassan ndio nilikuwa naambia the other week.
Nikaambia mimi huduma nimefanya kwa hili kanisa miaka hii yote. Wakati Yesu aliniita to be a pastor of this church, moyo ambao mimi naweza tu kuwa nao ni moyo wa ubaba. Moyo wa kuwapenda ninyi wote. Na moyo wa kuwasaidia. Na njia ya kuwasaidia ni Mungu kunisaidia. Jina la Yesu litukuzwe. Na nikawa namwambia, kwa sababu ni mmoja wa watoto wa hili kanisa, tumetoka naye mbali kwa matope, hiyo mnasikia ikisema hapa. Nikawa naambia sijakosa kusema kwa hili kanisa several times ya kwamba mimi huyu ukiniona hata na kiatu kampia na ukuje tu niulize polepole, my dear pastor ulipataje hapa kiatu, nitakwambia. Uhitaji kusumbuka na sikiza na baba yetu tunaendelea tu. Tunaendelea chini. Don't. Kuja tu niulize hapo kiatu ni aje. I will tell you. Why? Furaha yangu ni kwamba Mungu aliyenisaidia kupata haka kiatu akusaidia hata wewe upate. I will tell you. We are not the type of preachers ambao ati tunawaambia ati wanasema kwa Kiingereza ati tunakupa maji na tunakunywa wine kwa lingine. Hakuna. We'll just tell you how God works in lives. For the last 25 years, nimeona nikisimama na Yesu na ishara na miujiza zikinifuata. Nimeziona zikinifuata kutukuza Yesu aliye ndani ya maisha yangu. Yes! Kwa nini mapa hata story ya hiyo gari? Come and ask me. I will tell you. I will tell you. Jesus works when his children work. Mimi sitakuja tu kuambia tia bidii fanya kazi fanya. No, I will tell you. Because Baba, I see great people in you. People who can go far. People who can do things. Last Sunday niliwapa the commission and the command of our Lord Jesus. Nikaambia ndeni mhubiri injili. Go and preach the gospel kwa hizi mataifa. Makosa yetu leo hii Mungu akikupa opportunity. Hata uingie ngambo kama ni Dubai nilikwambia biashara. Kutaja Yesu ni ngumu. Hata suitcase yako huwezi weka gospel tracts za kwenda kuhubiri. How will Jesus follow? I remember siku moja nilikuwa na travel. Na nikawa na mzigo ingine, gospel tracts ndio. Iko watu wanajifanya security. Na hii nayo ni mzigo nini? Wanakagwa wanakuta injili. Utaenda na moja upendo usipende. Asante kwa kufungua. Hii nayo ninakuachia. Hii nayo ninakuachia. Hii nayo ninakuachia. Ninamaliza. Nimeshaambia wengine story. Na njia ya kuhubiri injili ni nyingi. Amerika ni ngumu sana kupata kinyozi. Nawaambia kama mmebarikiwa. Hapa hata kuteremka signpost kinyozi. Hiyo mataifa nasikia developed, everything imepangwa. Unaweza kuwa unaishi hapa na kinyozi iko Ban Forest. Moja, na ni moja. Na hauwezi enda tu hapa. Ati nimekuja nyoa. Lazima online na ubuku. Ili upangiwe ni saa fulani ndio utakuja kutolewa. So nikaanza kuzunguka Amerika, mnaniona na kipara. Ungeona siku hiyo nywele zote zimesimama. Ndio ungejua kumbe pastor pia anaweza kuwa na nywele kusaidia. So it happened in North Carolina somewhere. Nikaambiwa kinyozi iko kwa hiyo matika. Kuingia kweli Mungu alisaidia. Lakini chenye nilipata pale. Mimi hiki kilangu hainyolewangi na wamama. Isipokuwa mama mmoja anaweza kuuza kitu. Huyu anaweza kuuza, usijaribu kuweka mkono wako hiyo hiyo. Unaweza kuwa mwenda simu. Peke yake huyu msichana ndiye anaweza kuuza hiyo. Kinyozi yenye nilienda ni kamrembo. Ndio kanasema geuka. Inua kichwa. Niliumwa. Ile inaitwanga kuumwa ya utakatifu. Yaani leo nanyelewana mstaki sijainyolewa kichana. Kuna endaji. Nilinyelewana na machozi inanitiririka ndani. Nikasema utaangusha nywele yangu ukweli na mimi napita na moyo wangu. Alipokaribia anasema by the way you need to know I'm sorry. And one thing above all, Jesus loves you.
Nikasukuma hiyo maneno, he loves you, just good plans with your life, and you want to serve him. You know, surely, yes. Kabla nifikana mahali pa kuombea toba, nilisikia maji inaanza kunianguka kwa kichwa, kumbe ni machozi. Alimalizanga hivi, namwambia the formula to receive Jesus as Lord and Savior. The Bible says in Romans 10:9, confess and believe in your heart. You receive Jesus. I said, can that one happen? Yes. It can happen even now. Before you move to the next custom, are you ready to receive Jesus? I said, yes. I can hold the hand. Say, Lord Jesus, come into my life. Forgive my sins. From today. Sikosani kusema hiyo. Sababu natakanga iwe historic. It had never happened. From today, I accept you, Jesus, as my Lord and my Savior. And I'm saved. Amen. Sasa naamuka hapo, can I go with you? No. I'm an African. I'm going back to Africa. Where can I find? I have a pastor in this area. Kumbuka nikaweka simu. Kaambia pastor who was hosting me, someone has given his life to Jesus Christ. Said, naye ni mwepesi. Mimi ninatoka njia nyingine, within dakika kidogo hapo hapo. Anamweka mkanisani. I'm told up to date, she's in the church. She's in the church. She's in the church. She's grown up in the Lord. Anatumikia Mungu. Naweza kosa kuonana na yeye, but one day tutaonana mbele za Mungu. Na unajua vile Biblia inasema, yeyote mimi nimehubiria atasimama hapa nyuma kufuata. Yeyote unahubiria atasimama nyuma yako. That's why viongozi ninawasaidieni. Hautakani usimame mbele za Mungu mikono mitupu. Tunda lenye utasimama nalo kwa Mungu si vitu vya dunia hii, ni tunda la watu waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Signs and wonders follow those who believe in the gospel. It is possible. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Preach the gospel, the Lord knows what to do. John chapter 9 verse 24 to 26. There is a person ambaye alizaliwa kipofu, haoni, na wanafunzi wanamuona, wanasema, Jesus, nani alikosea hapa? Ni huyu ama ni wazazi wake? Yesu anasema hakuna yote. Mimi kile najua, wakati kungali mchana inanipasa nifanye kazi ya Baba. Na hivyo kama huyu pia anasema, na akasema kwamba akachukua tu matope akapata kwa maji. Kamwambia enda uoshe kwa kisima cha kule chini na utatakasika. And as she was walking, the Bible says kufika huko maji yakafunguka. Kesi wacha zianze kuamka. Hii kazi nawaambia mfanye ina maneno. Watu hawaipendi. Tumeona mama moja akihubiriwa hapa akasema kwamba mimi mambo ya kupoteza wakati sitaki. It's not easy. Watu wachaanza maneno. Akasema huyu mtu ni mshetani. Huyu mtu anaweza kuwa nani? Mungu anaweza baadaye. I like the words ambayo huyu mtu kipofu aliyoponywa verse 25 anasema, he replied, whether he is a sinner. Imagine anasema Jesus is a sinner, that's why he healed. Asema whether he is a sinner. Boy, can I see it from the screen please, tusome pamoja as conclusion of this. Imagine this is the second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth, they say. How do we give God glory? When we work, Jesus is glorified. Move on to verse 25. Ndio nataka kumalizia hapa. The media team, can we have? Yes. What did this person reply? Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind. One thing I know, Glory Baptist Church, I tell you. Let's stand and pray. Hallelujah, we give you praise. We give you praise, we give you honor. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana.
haustahili kurudi nyumbani bila muujiza wako. Na muujiza namba 1 ni kuokoka. Na ninashukuru kwa wale wameokoka leo. Wale bado hawajaokoka, muokoke katika jina la Yesu. Wale wameokoka, tutangaze wema wa Bwana popote tunapita. Natangaza hata walio wagonjwa kwa ibada hii wapokee uponyaji wao katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naja mbele zako kwa shukrani adhuhuri ya leo. Najua kwamba unatupenda na una mipango mizuri na maisha yetu. Baba, ninaomba neema ya kuondoka na kufanya kazi yako iwe pamoja nasi. Neema ya kufanya kazi ambayo umetuma tufanye itembee nasi Mwokozi, kwa sababu unafanya kazi wakati sisi tunafanya kazi yako. Thank you, Jesus, for choosing to enter into our lives. Thank you, my Father. We are unworthy vessels, but you chose to enter into us. Thank you, Father. Thank you, Jehovah. Thank you, King of Glory. Take all control of our lives, my Father. Full control of our lives. Chukua usukani wa maisha yetu. Yes. Na ujitukuze utakani. Kupitia maisha yetu, utukuzwe Bwana. Kupitia familia zetu, utukuzwe. Kupitia kuondoka kwetu na kurudi, utukuzwe. Baba, uishie milele. Natangaza kwa mamlaka ya Injili ya kwamba yeyote ambaye hajisikii vizuri kwa ibada ya leo, uponyaji ni wetu katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni miguu, ni migongo, ni vichwa, ni tumbo, iwe ni kifua, iwe ni macho, iwe ni kichwa, ninaachilia uponyaji wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa ishara na miujiza ambazo zinatufuata sisi tunaoamini. Baba, tunapoondoka kwenda kusherehekea baraka ya kumuinua mchungaji wetu kwa kiwango kingine na kumbariki na gari nyingine, tunaenda kwa unyenyekevu, tunaenda kwa upendo, tunaenda kwa shukrani, tunaenda kwa furaha kushangilia matendo yako. Baba, tunasema asante. Mungu ishie milele. Wana Glory Baptist Church na waombea mafanikio, na waombea kuinuliwa. Kila ombi yeyote aliyo nayo kwa kanisa hili, Mungu wetu na Mungu ishie milele, ukatutazama. Wewe Mungu unatazama na macho yako ya siri. Inua watoto wako, uwainue kwa viwango mbalimbali. Wale wanakuamini hata kwa kupata mahali pa kuishi, uwakumbuke Mungu wa ishara na miujiza. Wale wanakuamini kwa manyumba, uwapatie Jehova. Wale wanakuamini kupanua biashara, panua biashara zao. Wale Mwokozi wanakuamini mafanikio ya kila aina, Mungu ambaye umetusaidia ndiye Mungu tunayehubiri na kutangaza kwa watoto wako. Wabariki akina baba hawa, akina mama hawa, watoto wetu wavulana kwa wasichana, wape amani na ulinzi, na watoto wetu wanaokuwa pia uwalinzi. Asante Yesu. Katika hiyo mood of prayer, wimbo utaimbwa wa maombi, na tutaenda sote pale nje, huko ndio tutaombea the grace